Baada ya Mheshimiwa Kingu kumaliza, Mheshimiwa Tekla Mohamed Ungele atafuatiwa na Mheshimiwa Daktari Tea Medad Ntara, atafuatiwa na Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga. Mheshimiwa Kingu, endelea. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa heshima ya kuwa mchangiaji wa kwanza asubuhi ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa niendelee kuwashukuru wajumbe wa kamati ya afya na masuala ya ukimwi ambao mimi ni mwenyekiti wao kwa namna ambavyo tumeweza kufanya kazi kwa kipindi kifupi cha kuisimamia serikali na kuishauri serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niseme mambo machache. Pamoja na kwamba jana tumetoa taarifa ya kamati, tumeeleza mafanikio na changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuambie kitu kimoja. Kamati ya kudumu ya Bunge ya afya na masuala ya ukimwi kwa kipindi cha huu mwaka ambao nimekuwa mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nitumie fursa hii, nitakuwa mchoyo sana wa fadhila kama sitaeleza weledi mkubwa na ushirikiano mkubwa ambao kamati hii imeupata kutoka kwa Waziri Jenista Mhagama. Na kwa kweli ninawasihi sana wananchi wa Peramiho kwa uhodari wa mama huyu kwa namna kwa muda mfupi alivyokabidhiwa kuiongoza wizara hii ya afya, wizara ambayo ni very complex. Wana Peramiho na Watanzania, nataka niwaeleze, mama huyu ameonyesha umahiri wa hali ya juu sana. Ameonyesha umahiri wa hali ya juu sana kuiongoza wizara hii ya afya. Na Mama Jenista, nataka nikuambie mama yangu, tabia yako ya unyenyekevu na ushirikiano ndiyo imetufanya kamati yetu tuweze kufanya kazi na wewe, na pale ambapo tulikuwa tunakuambia hili hapana, ulikuwa unanyenyekea na kurudisha majibu yanayotakikana kwa maslahi ya watu wetu. Hongera sana mama. Lakini pia nimsemee naibu wako, kaka yangu Dr. Moleli. Ninakushukuru sana kwa niaba ya kamati, naibu wangu waziri. Wewe pia ni kijana mnyenyekevu na msikivu. Asante sana Moleli, umekuwa msaada mkubwa sana kwa kamati yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimebahatika kusafiri na Jenista kwenye nchi kadhaa katika mambo ya kampeni hizi za kimataifa. Wewe mama sio wa kawaida, naomba niseme hivyo. Unaweza ukahisi kwamba mama huyu ameweza kuwa na connection na mawaziri wa Afrika kama vile ameweza kuwa na connection na wabunge kwenye bunge hili, namna ambavyo ameweza kuzoeana nao. Wewe ni hazina kwa nchi yetu Mama Jenista. Mimi ninakupongeza sana dada yangu, na Mungu akubariki, utashinda ubunge, na inshallah ukirudi hapa kama utaendelea kuiongoza wizara hii, hayo sio ya kwangu, lakini sisi wa Tanzania na kama kamati tumeridhika sana na ushirikiano wako, wewe na naibu wako na katibu wako mkuu kaka yangu Shakilage, mtu mahiri kabisa, pamoja na watendaji wote wa wizara. Asanteni sana kwa ushirikiano. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nishauri mambo matatu. La kwanza, katika vifurushi ambavyo National Health Insurance Fund wamevileta, nataka niwakumbushe Watanzania ili Watanzania waweze kupata picha, wasije wakafikiri kwamba hii ndiyo bima ya afya sasa imeshaleta vifurushi. Vifurushi hivi ni option kwa watu ambao wanahitaji kupata huduma za extra za matibabu kama ilivyo katika mifuko mingine. Kwa mfano, tuna watu wa Jubilee Insurance wana bima zao zingine zinakwenda mpaka milioni 8, milioni 7. Kwa hiyo hivi sio vifurushi vya universal health coverage. Hizi ni option kwa mtu ambaye anataka kukata Jubilee. NHIF wameamua kujipanga kibiashara na wao wawe kama mashirika mengine ya kutoa bima. Na ndio maana Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma vifurushi hivi bado wameweza kuakomodeti Watanzania. Kwa mfano, kifurushi cha mtu mmoja cha Tarangire kipo kifurushi cha shilingi 168 ambacho kinampa mtu mmoja access ya kupata matibabu sawa na mtu ambaye amekwenda kwenye Jubilee Insurance akaamua kukata kifurushi cha level hii. Lakini itakapokuja universal health coverage, reti ambazo zitatumika nchi nzima
hizo zitakuwa ni rate entry kwa taifa zima, hazitakuwa na ubaguzi kwa nchi nzima. Hili naomba lieleweke, ili kusudi bunge hili lisije likaonekana kwamba limejadili kitu ambacho kikaleta taharuki kwa umma na kikawafanya NHIF waonekane kwamba huenda hawajatii maelekezo ya sheria tuliyoitunga ya bima ya afya kwa wote. Hizi ni optional vifurushi ambavyo wameamua na wao kuingia kibiashara kama ilivyo kwa makampuni mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, MSD. Mheshimiwa Waziri, nataka nikushauri dada yangu, hivi tunashindwa nini sisi Tanzania? Tumeweza kuwa na energy security kwenye nchi, tumeweza kuwa na water security kwenye nchi, tumeweza kuwa na food security kwenye taifa letu. Hivi ni kitu gani kinatushinda sisi kama Watanzania kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanda vya kutosha vya kuzalisha dawa katika taifa letu, ili kusudi fedha nyingi tunazozitumia kuagiza dawa ziweze kubaki ndani ya nchi? Mheshimiwa Waziri, nataka nikushauri dada yangu, mtafute mtu anaitwa Major General Kingu aliyekuwa balozi wa Tanzania Algeria. Mheshimiwa Spika, nataka nikwambie taifa la Algeria ni marafiki zetu sana sisi wa Tanzania. Algeria wameweza kuzalisha dawa zao ndani kwa matumizi ya ndani na export kwa zaidi ya 80% mpaka 90% kwa viwanda vya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nishauri, walishafanya engagement na watu wa MSD kama sikosei. Mavere, wewe ni kijana, taifa hili limekuamini na umefanya kazi kubwa sana ya kizalendo kuleta mageuzi makubwa ya MSD. Tumeona umeweza kupandisha kiwango cha ukusanyaji wa maduhuli, usambazaji wa dawa. Ninakupongeza sana kaka yangu. Lakini kwenye hili jambo la uzalishaji wa dawa kwenye taifa letu, ili nchi yetu iweze kuwa na mambo ya usalama wa afya, ninawashauri, Algeria wameweka milango wazi kwa Tanzania, nendeni mkafanye majadiliano na taifa la Algeria ili tuweze kufanya PPP katika uzalishaji na usambazaji wa dawa katika taifa letu, tuweze kuokoa fedha za Watanzania zinazopotea kwa kununua madawa nje ya nchi. Mheshimiwa Jenista Mhagama, nataka nikwambie dada yangu, ukiweza kuwasaidia MSD pamoja na private sector, mtakuwa mmetenda haki na kuacha legacy, jambo ambalo litakuwa limefufua ndoto na matarajio ya Mwalimu Nyerere aliyokuwa ameyawaza ya kuifanya Tanzania liwe taifa la kuzalisha bidhaa zake ndani na kuuza kwa majirani zetu. Na natakwenda mbali, MSD tulishapewa mpaka opportunity, Mheshimiwa Waziri, ya kusupply dawa kwenye nchi za SADC. Ninawaomba sana watu wa wizarani pamoja na Wizara ya Fedha, na ninashukuru sana waziri wetu wa uwekezaji yuko hapa, Profesa Kitila Mkumbo. Kaka yangu, ninakuomba kaa na MSD, Wizara ya Fedha, Wizara ya Afya na Wizara ya Viwanda na Biashara, tengenezeni blueprint specifically kwenye sekta ya uzalishaji wa bidhaa za dawa, ili muweze kuacha legacy na mumfute machozi Daktari Samia Suluhu Hassan katika sekta ya uzalishaji wa dawa. Mheshimiwa Spika, kwenye hili la vifurushi nimeeleza, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sita recommend kazi nzuri inayofanywa na mwanamama mkurugenzi wa mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa kwenye kamati hii kwa muda mrefu sasa. Wakati Irene anaingia madarakani, mfuko huu ulikuwa umeanza kuleta hofu kwa Watanzania. Leo tunapozungumza, makusanyo kwa mwezi, dada huyu amepandisha fedha zinakwenda mpaka karibia bilioni 110. Hongera sana mkurugenzi wa NHIF dada yangu. Jambo kubwa ninalokuomba, endelea kushirikiana na watu wako, na pale kamati ya kisekta ambayo inatoa ushauri, msiupuze ushauri. Kwa mfano, hata hili la vifurushi tuliwaambia mkimaliza kuvitengeneza mvirudishe kwenye kamati. Sasa angalia, watu hawana elimu ya kutosha, watu wamepata taharuki, kumbe jambo hili ni jema kabisa, jema kabisa. Lakini mngeleta kwenye kamati, watu leo hapa wabunge wangekuwa machampioni, wangewaelekeza wabunge wenzao wajue kwamba vifurushi hivi ni option, sio universal health coverage. Hili jambo ni simple kabisa, wala hakuna sababu ya kuwa na taharuki kwa nchi wala kwa bunge. Lakini kwa maelezo yangu, nina imani nimewasaidia kuliweka vizuri. Mheshimiwa Spika, jambo la mwisho na la tatu, ushauri ninaotoa Mheshimiwa Waziri, nafasi ya CMO kwenye taifa letu, Chief Medical Officer wa serikali. Mheshimiwa, mimi nina maoni tofauti. Ninashauri
kulingana na unyeti wa nafasi ya CMO kwenye nchi yetu, kulingana na unyeti wa nafasi na role zake CMO kwenye taifa letu, Mheshimiwa Waziri, ninawashauri wizara, kaeni mfikirie kama mnaweza mkatunga sheria ya kuifanya ofisi ya Chief Medical Officer wa nchi yetu iweze kuwa chini ya wizara, lakini ipewe independence ambayo itaweza kusafeguard interest za nchi katika kazi anazozifanya CMO. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya CMO ni nyeti sana. Kuna wakati mwingine zinaweza zikatokea rabsha za kisiasa zikamfanya CMO akashindwa kufanya majukumu ambayo yatalinda interest ya nchi yetu, interest ya watu wetu, na kuhakikisha professionalism inafuatwa. Mimi nataka nitoe ushauri, angalieni namna kama inawezekana mkaifanya taasisi hii ikawa independent chini ya wizara, lakini usimamizi wake ukawa kwa namna ambayo wataweza kutanguliza mbele maslahi ya nchi na kuhakikisha taifa letu linakuwa salama nyakati zote. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninashukuru sana kwa kunipa nafasi, ninaunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.